Naam, tunaanza sasa. Lakini hii picha nilishaichora kwa penseli bila kurekodi. Nimechelewa kurekodi. Nimechora ili kumark dimension, kujua kama hii vichwa vitatu hii size inatosha kwenye nani yangu au vipi. Na hii canvas ni ya turubai ambayo nimeitengeneza, nimeipaka ile rangi ya nyumba ya maji kuifanya itengeneze layer, protective layer, ili rangi unavyoipaka isipitilize, isinyonywe, kwa sababu ikinyonywa inakuwa inachukua rangi nyingi, alafu pia hai feel right kwenye brush, inachosha kuchora. Ila hiyo zingine canvas zingine unakuta zimeshatengenezwa, ukienda kununua wanasema imekuwa primed. Kwa hiyo baada ya kusketch loose sketch ya wazo langu kwenye canvas, kinachofuata ni kupaka rangi layer ya kwanza, paka kote kuondoa rangi nyeupe, hiyo whiteness yote iondoke. Na hiyo inakufanya uone vizuri zaidi, kwa sababu huku kuwepo kwa rangi hiyo ya background nyeupe kuna kudistract macho yako, hayaoni vizuri uwiano wa rangi, kwamba rangi hii ikikaa pembeni ya hii zinaoanaje, kwa sababu painting ni kuhusu uwiano tu wa rangi zinapokaa pamoja, zinashabiana vipi, zinakinzana au zinashirikiana. Kwa hiyo that's the basic idea. Hii video nimeispeed, hiyo so speed ya mkono wangu, kwa sababu ingechukua muda mrefu zaidi. Kwa hiyo nimeirefusha ili iweze kufiti just few minutes. Hicho kichupa cha bati kwa kulia kina kitu inaitwa solvent, yani rangi ya mafuta ni nzito. Kwa hiyo ili kuifanya iweze kutumika kirahisi, unatumia hiyo kuilainisha, unachovya kidogo, unailainisha, inaweza kupakika kirahisi, hasa wakati wa mwanzo unapopaka canvas yako kutoka kwenye ile kuwa white kuja kwanza kuchora, kupaka rangi juu ya paint ya mwanzo ni rahisi, na unaweza usitumie sana hii solvent. Lakini katika ile stage ya mwanzo, kwa experience yangu, naona ni inahusika. Sasa unaweza ukatumia zile zinazouzwa kwenye maduka ya rangi ambazo ready made, au vile vile ukatumia mafuta ya taa kama wasanii wetu wa zamani walikuwa wanafanya. Ingawaje ukitumia sana inakuwa na madhara kiafya. Unashauriwa ukiwa unatumia hiyo uwe sehemu ya nje, sehemu ambayo hewa inazunguka, sio ndani ya nyumba ambako madirisha, labda hamna madirisha makubwa au hewa haizunguki. Na pia ina harufu kali kidogo, ina harufu ya kukera kama wewe kama kuna watu wengine ambao sio wachoraji hapo ndani watakereka, kwa sababu ina harufu kali kidogo. Mimi nimevaa mask hapa sio kwa sababu ya hiyo harufu, lakini hii picha nilichora miaka 5 iliyopita, kipindi cha COVID. Kwa hiyo wakati ule tulifundishwa kuvaa mask. Kabla ya miaka hiyo mask zilikuwa zinavaliwa na watu wa hospitali tu. Sasa tukajifunza kwamba mask na kwetu pia ni rafiki. Sio lazima uumwe, unaweza ukajikinga na vitu vingi. Hata ukiwa kwenye bodaboda ina vumbi njiani, unaweza kuvaa mask. Au wakati wa kuchora unavaa mask. Ngozi ya mtu unaweza ukaichora kwa rangi yoyote ile, kwa sababu nia hasa sio kuwakilisha kama picha ya kamera inavyowakilisha,
kuchukua kitu kilivyo vile vile. Mtazamo wa sanaa kama hii ni mtazamo wa kuvutia hisia fulani, wa kuamsha hisia fulani, ambayo si lazima uwe unamchora mtu kwa rangi halisia, ingawaje hizi hapa nazozitumia ni rangi halisia za watu wetu. Na ukiangalia unaona kwamba hii brush ninayotumia ni ndogo, inafanya niwe nazunguka mara nyingi. Brush ndogo inasaidia katika kuweka details ndogo ndogo, lakini kama unataka kupaka rangi sehemu kubwa, brush kubwa ni nzuri. Lakini sasa kwa hapa kama ningetumia brush kubwa, ingenipotezea hizo dimension nilizozichora kwa penseli. Sio siku zote natengeneza michoro kwa kuanza kuchora kwanza hiyo architecture yake kwa penseli, lakini sio mbaya, inasaidia, inapunguza hassle. Kwa sababu moja ya kitu kikubwa kwenye paintings kama ninavyoona mimi ni ile architecture ya mwanzo, yani uwiano wa vile unavyovichora kwenye canvas, ndio ama unaonyesha hisia halisi au unapoteza, kwa sababu huo uhusiano ndio unaopeleka ujumbe na unaoakisi hisia tarajiwa. Na katika hizi painting unaweza usitumie rangi nyingi sana, unaweza ukawa unatumia rangi 3 tu. Ukitaka sehemu iwe dark unaongeza weusi, ukitaka sehemu iwe ing'ae zaidi unaongeza weupe kwenye hiyo rangi. Kwa hiyo unatumia nyeupe, nyeusi, maybe rangi brown. Hizo ni kama 3 tu. Blue, sofa. Kwa hiyo wakati mwingine sio lazima utumie rangi nyingi sana, lakini je, unazipangaje? Sababu gradient, ile mwinuko au mbonyeo wa kitu kinaonekana kwa mng'ao wa rangi. Kwenye kuchora ni zile lines, kwa sababu kwenye kuchora katikati ya line mbili hakuwekwi kitu. Kwa hiyo ili kuonyesha contour ni viline ndio jinsi vilivyopinda vilivyo. Kwa hiyo quality ya line kwenye kuchora ina matter. Kwenye kupaint ni ile mng'ao au mfifio wa rangi. Kuna watu wanachora kwa flat colors kama katuni fulani, na hiyo inafikisha ujumbe sawa tu, sema hiyo sio style yangu pendwa. Na design hata labda inahitaji umakini tofauti kabisa, maana kujua mbonyeo au mwinuko wa tumbo au shavu sio rahisi, ni unaachwa kwenye imagination ya mtazamaji. Na hapa ni picha ya fanatics wa Simba na Yanga. Kama mnavyojua, katika hapa Tanzania hamna tukio linahamisha hisia kama dabi ya Kariakoo pale Simba na Yanga wanapokutana. Huku mitaani watu wanaamkwa hisia sana, wana mapenzi makubwa sana katika hizi timu mbili. Siku ya mchezo watu wanataniana sana, wanarushiana maneno, vijembe, lakini kwa upendo. Yani makaripio yote huwa ni makaripio yasio na vurugu, yasio na kupigana. Ile hisia kali
zilizobebwa na mapendo makubwa, matamanio katika timu zao na jinsi zinavyowaangusha. Wataenda kuongea nini mtaani kwao kijiweni, ilhali wamekuwa na matambo kwa wiki nzima, kitarajiwa siku ya mechi wajarudisha heshima yao. Alafu na fanatics fans waga wanaumia zaidi, kwa sababu wanakuwa na uhakika na wanashabikia kitu ambacho wao sio wahusika. Timu kufanya vizuri, kufanya vibaya, wao hawahusiki kama wachezaji, hawahusiki kama walipaji, hawahusiki kama makocha, lakini tamaa yao, hisia yao, matarajio yao ni makubwa kiasi kwamba hisia zao na nadhani sasa hii ni fikra tu out of what nadhani hiyo inaweza kuleta notion kwamba maybe ndo maana akina mama wanakuaga na hisia kali, kutokana na kwamba wanajali sana kuhusu familia zao, lakini inabidi waziache ziende huko duniani, ama kwenda kujifunza au kutafuta kazi au nini. Wanaenda kufanya kazi sehemu ngumu. Sasa kwa sababu hawako nao karibu, wanakuwa na hofu tu kila saa, ila hali wao wangeenda hizo hofu zisingeisha. Ni kwa sababu ni kitu ambacho they can do nothing about except hope. Na hiyo inakufanya hisia zako ziinuke. Ukiwa unafanya kitu, hisia zinapungua kuliko ukiwa unategemea mtu mwingine afanye hicho kitu. Kama unataka kifanikiwe alafu ni mtu mwingine ndo anayehusika nacho, hisia zako zinatingishika mno kuliko wewe ungekuwa unakifanya. Kwa hiyo nahisi ndio mateso ambayo fans wa football wanapitia. Na katika mteso huo ndio raha ilipo. Pale ambapo wanafanikisha, timu zao zinashinda, you can't touch them. Sasa kama unavyoona, mchoro wa namna hii hauishi. Ni pale tu msanii anapoamua bwana, mimi imetosha. Inaweza kaongezeka juu ya hii layers 5, 6, 7. Ukiona kama hapa ilivyo ni kama siku iko cool, lakini naweza nikaongeza glare kwamba wako eneo la jua kali, kuna shadows, sharp shadows. Jua likiwa kali manake ngozi inang'aa zaidi na sehemu zenye vivuli inakuwa kali zaidi. Lakini sasa hiyo sio fikra yangu. Ingawaje kama nikiamua kesho nifanye hivyo, inaweza kaendelea, kwa sababu picha oil haiishi. Muda wote unaweza kuendelea pale ulipoishia na ikawa sawa tu. Hiyo ndo mtazamo wangu wa leo. Picha yenyewe ndio hiyo. Ukiangalia kwa sasa focus kutoka na ile ilivyokuwa white, macho yalikuwa na focus sana ilivyokuwa white, lakini nimeyapunguza rangi, unaona focus imeenda kwenye midomo yao. Na ule weupe kupungua. Umepunguza ukali wa picha. Kwa hiyo aina ya rangi inategemea picha itachukulikaje. Asanteni.